Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, siku hii ya 20 mwezi wa kwanza mwaka 2026, nikitumai kwamba umekuwa na siku ya kufana popote pale ulipo. Na siku zote wanasema ya mgambo ikilia jambo lipo katika awamu hii ya upeo wa TV47 kuanzia sasa hadi mida ya baadaye. Kumbuka pia ni siku ya ukumbi wa siasa, tukiangazia mengi kuhusiana na msukosuko ndani ya chama cha ODM. Kulikoni? Hayana mengine mengi, lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV47. Gavana Johnson Sakaja na wakazi wa Mukuru kwa Njenga wakabiliana na maafisa wa polisi wakipinga kubomolewa kwa majengo na vibanda. Wagonjwa kuendelea kutaabika Nairobi baada ya wauguzi kujiunga rasmi na mgomo wa afya unaoendelea. Na wizara ya leba ya waonya maajendi bandia wa ajira, visa kadhaa vya utapeli wa ajira vinachunguzwa. Naam, karibu popote pale ulipo katika kaunti zote 47, tuandamane hadi tamati. Jina langu Elizabeth Mutuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalo. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Moja kwa moja ni kwamba wakazi wa mtaa wa Mukuru hapa jijini Nairobi huenda wakalazimika usiku wa leo kukesha kwenye kijibaridi baada ya makazi yao ya vibanda vya kufanyia biashara kubomolewa kwa madai ya upanuzi wa barabara eneo hilo. Jaribio la gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kusitisha shughuli ya ubomozi, ulinzi mkali wa vitoa machozi ulitolewa. Mwandishi wetu Mwaluse Meshak alikuwepo kwenye rabsha hizo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kila dakika nikotoroka ni kama sisi ni refugee. Kwani sisi ni refugee? Ni hasira na ghadhabu ambazo zimegubika wakazi wa Mukuru kwa Njenga hapa jijini Nairobi. Wakazi wanalaumu serikali kwa kuhangaisha kwa kipindi kirefu. Leo alfajiri, wakazi hawa wameamushwa na kelele za trekta baada ya kuvamia makazi haya na vibanda leo Jumanne. Mvutano ukazuka kati ya maafisa wa polisi na wakazi wa Mukuru. Ikawa ni nipe nikupe kati ya wakazi wa Mukuru kwa Njenga na maafisa wa polisi ambao walikuwa wametuma sehemu hii kushika doria kipindi cha shughuli hiyo. Mimi niteseke na niko nchi yangu, kwa nini nilie? Na nimekaa hapa, hii ndio mji wangu, hapa ndio nimelelewa. Wakazi hawa wanadai kuhangaishwa na serikali mara kwa mara kwa kubomolewa makazi na kutaka viongozi wa eneo hili na serikali kuingilia kati na kuwatafutia suluhu ya kudumu. Last time they did the same without the notice. Leo wamerudia hii kisa. Wako na mpango gani juu yetu? William Ruto, tafadhali, kama wewe ujui mambo, nataka uingie ujui mambo, hii matendo inatoka wapi? Kufuatia ubomozi huu, mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini yameapa kutafuta haki mahakamani ili wakazi hao washughulikiwe mara moja. Enough is enough already. Yes. So tunakataa na tunalani hii kazi ambayo imetendeka hapa na tunasema tunaenda kotini. Mtetezi wa haki za binadamu wa Vocal Africa, Hussein Khalid, amedai kuwa mahakama ilikuwa imetoa amri kusitisha ubomozi wa aina yoyote eneo hili. What we are seeing here today is deeply unfortunate, regrettable, and something that could have been prevented. Yes. It was not necessary. Because we can't do this to our people. This is completely wrong, and we really apologize to the people, and we stopped it. It would not happen. Sasa wakazi hawa huenda baadhi yao wakalazimika kukesha kwenye kijibaridi usiku huu. Sasa wakazi wa Mukuru kwa Njenga wanalilia serikali kuingilia kati na kuwatetea, manake wengi wao wamewacha bila makao, hawajui waanzie wapi. Mwaluse Meshak, TV47 Nairobi. Kazi safi Mwaluse Meshak, na ni matumaini yetu kwamba patakuwepo na suluhu. Kwingineko ni kwamba sekta ya afya katika jiji kuu la Nairobi inayumbayumba kufuatia mgomo wa wahudumu wa afya wanaotaka kutekelezwa kwa matakwa yao, kukiwemo kulipwa kwa mishahara na utekelezwaji wa mkataba wa maelewano na serikali ya kaunti ya Nairobi. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno ana uketo wa taarifa hii. Madaktari, wauguzi,
maafisa wa maabara, wataalam wa lishe na maafisa tabibu katika kaunti ya Nairobi wamesitisha kutoa huduma, wakisema wamechoshwa na mahangaiko wanayopitia kutoka kwa serikali ya kaunti ya Nairobi, ambayo ingali kuchukua hatua yoyote kusuluhisha mtafaruku unaoshuhudiwa katika sekta ya afya. You gave us your manifesto and we have read that your manifesto in totality. And that manifesto is not deficient of what we are demanding. You promise us heaven and earth. But the problem now is the people that you have chosen to be our leaders. They have refused to implement what we want. Return to work agreement. Wahudumu hao wa afya wanataka bima ya kudumu ya afya, wakisema kuwa wamelazimika kugharamikia matibabu yao kwa kutumia pesa zao za mfukoni, hususan wakati ambapo mishahara yao imepungua kufuatia ushuru. Vilevile wanataka wapate nyongeza ya mishahara ambayo italipwa kwa wakati na kupandishwa ngazi za ajira. Among other issues that have been submitted here by fellow leaders, we have CBA for nurses that has not been completed. We want it completed. We have got confirmation letters for nurses who are de facto NMS that are still pending. Na huku sekta ya afya ikizidi kujipata katika njia panda, foleni za wagonjwa zimezidi kushuhudiwa katika baadhi ya hospitali, huku hospitali za ngazi za 4 na 5 zikisitisha huduma kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya unaoendelea. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Tukiingia katika masuala ya siasa ni kwamba chama cha Democracy for the Citizens Party DCP kinachoongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua sasa kinasema muungano wa upinzani unapanga kuwa na wagombea wa pamoja katika kaunti 5 kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Chama hicho kinasema kuwa hatua hiyo zaidi inalenga kuunganisha kura za upinzani na kuongeza nafasi za ushindi katika maeneo humu nchini. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagongo anatueleza zaidi. Chama cha Democracy for the Citizens Party DCP kinachoongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kinasema kinasukuma mkakati wa pamoja wa upinzani utakaofanikisha kuwa na wagombea wa pamoja katika kaunti 5 wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Chama hicho kinasema pendekezo hilo ni sehemu ya mpango wa ugawaji maeneo unaolenga kuzuia mgawanyiko wa kura miongoni mwa vyama vya upinzani na kuimarisha nafasi zao dhidi ya wagombea wanaounga mkono serikali. We have also considered that the fact that we might be having areas whereby we need to have joint candidates as united opposition, and we've only spared, of all the ones that I've named, we've only spared the 5 cities of Kenya. DCP! Kulingana na naibu kinara wa chama cha DCP Cleophas Malala, mpango huo utahitaji kuidhinishwa na vyama vingine vya upinzani vilivyo washirika kabla ya kutekelezwa. We have agreed that there shall not be no direct ticket handed over to anybody, including those who stood with our party leader during his impeachment. Kaunti zinazolengwa chini ya mkakati huo ni Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret na Nakuru, maeneo ambayo chama kinayaelezea kuwa na utangamano mkubwa wa wakazi na ushindani mkali wa kisiasa. DCP inasema kuwa na wagombea wa pamoja katika kaunti hizi kutawezesha upinzani kuwasilisha wagombea wenye mvuto mpana kwa wapiga kura, hivyo kuongeza uwezekano wa kushinda viti muhimu. That is where we have the cosmopolitan effect. That is where we can have a joint united opposition candidate. Maafisa wa chama wanasema mashauriano ya vyama vingine yanaendelea, huku upinzani ukilenga kujenga umoja dhabiti kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Kazi safi Mike. Na pendekezo la uuzaji wa 15% ya hisa za serikali katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom sasa linakabiliwa na pingamizi kali, huku washikadau
wakizidi kulitaka bunge kupiga msasa zaidi mipango hiyo ili kuzuia uwezekano wa Wakenya kutofaidi katika mpango huo kwa jumla. Akiwasilisha pendekezo lake mbele ya kamati ya fedha na mipango ya bunge la kitaifa pamoja na kamati ya madeni na ubinafsishwaji wa umma, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro aliwasilisha madai makali ya kuwa akionya zaidi kwamba Kenya inaweza kujifungia zaidi katika makubaliano ambayo hayajaadhimishwa zaidi. Na hata kabla ya mazungumzo kuanza, Nyoro akipinga mkataba uliofanywa na wadhibiti wakuu, ikiwa ni pamoja na mamlaka ya mawasiliano nchini CA pamoja na Benki Kuu ya Kenya, akisema kuwa hadi kabla ya shughuli kama vile kupunguzwa kwa kodi za leseni zingegharimu zaidi nchi mabilioni ya pesa, hivyo kupunguza ufanisi wa dhamani halisi ya mauzo ya wanakamati. Hata hivyo hawakuhusishwa kikamilifu wananchi katika uwasilishwaji kama alivyoelezea Nyoro. That's quite huge. In government, they are positive on all the aspects of government. But when you you run away from the government, you start being opposing everything. So what I'm trying to ask you may need to call the member into order. Did really Ndindi Nyoro run away from the government? You see, you can have investment vehicles like BlackRock bidding, like Blackstone. Eventually, Kenya will get more, as the story I gave about Rea Vipingo. So my submission, Chairman, is let us open this bid to international bidders. And we lose nothing. If Kenya gets an additional 150 billion, I thought the mileage will go to government. They'll build more roads. So, I mean, everyone benefits. I thought when you mentioned you are coming to guide us on valuation, you know, you would leave us here with a model of computation complete with how we arrive at a figure which we can tell Kenyans as representatives, this is the fair value. You know, Chair, we are at a position no better than where we were before Honorable Ndindi Nyoro came. And these are questions we've been asking. Sijui kauli yako ni gani kuhusiana na kuuzwa kwa hisa hizo za Safaricom, haswa na mkataba ambao upo na jinsi ambavyo wanaendelea kufanya shughuli ya kukusanya maoni ya umma kuhusiana na hilo. Kumbuka ni kwa 22047 mitandao ya kijamii, TV47 Kenya pale Facebook na kurasa zetu zingine za mtandao. Wizara ya Leba imeimarisha msako wa kitaifa dhidi ya mashirika ya ajira bandia kufuatia ongezeko la visa vya ulaghai vinavyowalenga Wakenya wanaotafuta ajira nje ya taifa hili, huku zaidi ya watu 538,000 wakiripotiwa kusafiri kupitia wizara hiyo na wastani watu 450 usafiri kila siku. Changamoto za ulaghai bado zinaendelea. Faith Wangari amelifuatilia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwa muda mrefu sasa, wimbi la ulaghai katika ajira za ughaibuni limeendelea kuwasumbua Wakenya wengi, likivutia ndoto za mamia ya vijana na familia zao. Licha ya juhudi za serikali kukomesha hali hii, tatizo hii limeendelea na kuvuta darubini kwa wengi. Do not travel to a job where the visa you've been given is a tourist or a visitor's visa. You should only travel with a employment visa. Wizara ya Leba sasa imethibitisha kuwepo kwa kesi 390 za ulaghai zinazohusiana na ajira ya nje ya nchi. Kati ya kesi hizo, kesi 15 zinasubiri kufanyiwa uhakiki katika afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Zaidi ya hayo, jumla ya kesi 106 ambazo ni sehemu ya visa vilivyoripotiwa vinahusisha ajira ya usafiri, jambo linalozua wasiwasi mkubwa kuhusu wajibikaji wa uzingatiaji wa sheria katika sekta hiyo. Uchunguzi umebaini kuwa baadhi ya watu wanaodaiwa kuwalaghai wa Kenya hawajasajili katika afisi ya usajili wa biashara, hali inayozidisha ugumu wa kuwafuatilia na kuwachukulia hatua za kisheria. The DCI have issued summons to the following individuals who happen to be a husband and wife, who between them are holding 18 million shillings belonging to the government of Kenya through the youth fund, which they have vanished with, and which young people are waiting to be taken overseas, and that is government money. And so if you see them, tell them that they have summons, they need to report
to the DCI. This is Mr. Vincent Omondi Oyugi. Mr. Vincent Omondi Oyugi and his wife Rachel Njoki Kariuki. Hata hivyo, serikali inasema kuwa zaidi ya watu 1534 tayari wamesafiri kwenda nchi ya nje kupitia Wizara ya Leba, huku wizara hiyo ikirahisisha wastani wa wasafiri 450 kila siku chini ya mpango rasmi ya ajira za ughaibuni. As you take your children to the airport, ensure there you have a tourist visa, ensure an agreement was done, ensure that the National Employment Agency knows this company, knows this name. Failure to that, mwambie ngojea kidogo, because you are sending your child to danger. Kenyans have died overseas because of going to be trafficked, because ile tamaa ya kukimbia tu na haya mambo. Faith Wangari, runinga ya TV47. Naam, na zikiwa zimesalia saa chache kabla ya kufungwa kwa shughuli ya kuwapokea wanafunzi wa gredi ya 10, shule nyingi za sekondari ya ngazi ya juu, hususan zile za kaunti, bado zinashuhudia idadi ndogo zaidi ya wanafunzi waliojitokeza, hali inayozua wasiwasi kuhusu mfumo mpya wa upangaji chini ya mtaala wa mahiri CBE. Uchunguzi wa TV47 umebaini kuwa baadhi ya shule zimepokea wanafunzi 4 pekee, ilhali zina uwezo wa kusitiri takriban wanafunzi 295. Mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Andrin Kilemi ameuketo wa taarifa hii. Katika shule ya upili ya Salama iliyoko kaunti ya Makueni, hali ni ya kutia wasiwasi. Madarasa mengi yamesalia mahame. Licha ya shule hii kuwa na uwezo wa kupokea karibu wanafunzi 300, ni wanafunzi 4 pekee ambao wameripoti kufikia sasa. 3 of them are taking STEM, there's one who's taking social sciences. And we are not very sure how many will come. But with time we are waiting for something that we are not very sure. Mkuu wa shule hii Abdi Mohamed anasema wanafunzi wote 4 waliomba kuhamishiwa katika shule hii, huku wale waliopangiwa rasmi wakiwa hawajafika hata mmoja. Initially we were given around 228, but they requested for transfer out of 228. Now we have 76. Hali kama hii inashuhudiwa katika shule ya wasichana ya Mau Mau Memorial County ya Tana River. Shule hii imepokea wanafunzi 54 pekee, ilhali ilikuwa ikitarajia zaidi ya wanafunzi 250. Mkuu wa shule hii anahusisha idadi ndogo ya wanafunzi na changamoto ya wazazi kuelewa mfumo mpya wa upangaji na uhamisho wa wanafunzi ambao sasa unafanyika mtandaoni. Hii mambo ya admission specifically hawaelewi, wamezoea mtoto akifanya mtihani, kwa mfano kama hujaridhika na ile shule, unaenda kwa shule ile iko karibu na wewe, unapewa barua hard copy. Lakini sasa saa hii huwezi mpatia mtoto hard copy ya kumuita admission letter, hard copy admission letter akuje. Saa hii ni lazima muende kwa system online. Wadau wa elimu wanasema pia uainishaji wa shule kulingana na mtaala mpya umechangia changamoto hiyo. Realize a school could be given access students who will pursue STEM as opposed to students that are doing social science or arts. So you realize there is a lot of imbalance in schools. Zikiwa zimesalia saa chache kabla ya kutamatika kwa shughuli ya kuwapokea wanafunzi wa gredi ya 10, wadau wa elimu sasa wanatoa wito wa hatua za haraka ili kurahisisha mfumo wa uteuzi wa shule, kutoa uhamishaji kwa wazazi na kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayekosa nafasi ya masomo. Wizara ya Elimu iliongeza muda wa kuripoti baada ya wanafunzi takriban 400,000 pekee kati ya zaidi ya milioni 1.1 kuripoti shuleni kufikia wiki jana. Andrin Kilemi, TV47. Taarifa hiyo yake Andrin Kilemi kuhusiana na masuala ya elimu na wale ambao wanaoripoti katika vidato ama katika gredi tofauti inanipa nafasi mimi kupokea kikombe cha maji. Wajua nilikuwa nimepitia arafa kuhusiana na yale ambayo unafuatilia kuhusiana na taarifa zetu. Na kuna huyu anaitwa Lusigi Justice anauliza, kwani DCP peke yao ndio wanataka tu kumng'atua Rais William Ruto? Wapi Wiper?
wapi DCP, wapi Omutata na wengineo. Mwingine anasema nafurahia zaidi taarifa zenu, anafahamika kama Josegi kutoka kule Meru. Mwingine anasema tunataka kujua Matiang'i yuko wapi, na mwingine anasema ninafurahia zaidi taarifa zenu zina undani zaidi. Jupiter Hayeri zaidi. Hii yote aliye na kauli yote kumbuka ni kwa 22047. Lakini kwa sasa nawapisha wadhamini wetu kutuletea mengi zaidi. Usicheze mbali. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. This is Kenya's #1 talk show, Dr. Fureke tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Fureke is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Anyway, furahia umekaa na kasukuni. CP unit ni Punet. So you guys knew about Bigger. Sawa basi. Sema, hata ungevi the whole time. I don't want to go back to brokenness. Never. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Na misukosuko ndani ya chama cha ODM imeibuka hii leo baada ya mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino kumtaka kiongozi wa chama hicho Daktari Oburu Oginga kuandaa kikao cha wajumbe ili kumkabidhi uongozi wa chama hicho. Owino akisisitiza kwamba umewadia wakati wa chama cha ODM kupewa kizazi kipya kuchukua usukani. Apollo Kamau ni mwanahabari wetu wa masuala ya siasa.
Migawanyiko kuhusu uongozi katika chama cha ODM dhidi ya wazee na kizazi kipya cha Mani inaendelea kutikisa chama cha chungwa, miezi mitatu tangu kufariki kwake mwanzilishi wa chama Raila Odinga. The juice is worth the squeeze. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino akilenga shabaha yake kwa kiongozi wa chama Oburu Oginga, akimtaka aondoke uongozini na kumkabidhi uongozi. There must be an NDC that will ensure that storm is solved. That party should be handed over with an immediate effect, and you are looking at the party leader as we speak. Yes, we don't need to disrespect anybody, but it is our time. There's nothing wrong with Moses, but it is Joshua's time. Yes. That is it. So it is upon you to decide whether you want the weakest Joshua or the strongest Joshua. Whether you want a Joshua who is Moses' age mate or older than Moses or a Joshua who is younger than Moses. Washirika wa Oburu wakiongozwa na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed wamemtaka Owino na wenzake chamani kukoma kumwingilia Oburu kutokana na umri wake. Kwa nini wanapiga party leader yangu? Ati sasa yeye ni mzee. Nani hatakuwa mzee hapa duniani? Kuna wengine kwanza wanatamani wafike umri yao, watafika. Watakufa hapa na ugonjwa ambaye hajulikani, ugonjwa ndogo ndogo inaenda na hawa yote. St. Charles Halaba. ODM vilevile ikikabiliana na jinamizi la migawanyiko mashinani, ambapo ubabe wa siasa kati ya waziri Wycliffe Oparanya na gavana wa Kakamega Fernandes Barasa umepasua chungwa mara mbili. Sasa hao viongozi wawili ndio wametugawanya sisi wabunge. Oparanya ametoroka na wabunge watatu, Barasa amebaki na wabunge watatu. Wengine watatu wamehangi tu kwa hewa, hawajui waende wapi. Haya yamejiri huku familia ya Odinga na wazee kutoka ukoo mdogo wa Kaworu wakilazimika kuingilia kile kinachoonekana kuwa mzozo wa familia na siasa, na kukanusha madai kwamba kuna mgawanyiko katika familia ya Odinga. As Kaworu, we love each other. As brothers and sisters, we call ourselves Jokawur. We call our girls Nyiroche. We are inviting Nyiroche from wherever they are. If you feel disgruntled as our daughter, the daughter of this land, come back home, we talk. If you are a brother and you're out there, Jakawur, and you feel disgruntled, it is a time of talking to each other. Hapa Nairobi, wasomi kutoka jamii ya Waluo vilevile wakionya mazungumzo yanayopangwa ya kuunda muungano wa ODM na UDA huenda yakahatarishwa na migogoro ya ODM. Umoja wa vyama ndio itasaidia katika mazungumzo ya kutengeneza miungano ya kisiasa tunapoelekea mwaka 2027. Apollo Kamau, TV47. Asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Wanafunzi wa udaktari katika chuo kikuu cha Kenyatta wamepata afueni ya mafunzo baada ya kupigwa msasa kwa mkataba wa maelewano kati ya chuo hicho, yaani KU, na hospitali ya rufaa ya mafunzo ya chuo kikuu cha Kenyatta. Hayanajiri hayo mwaka mmoja baada ya ombi rasmi ya makubaliano kati ya taasisi hizo mbili. Kulingana na wanafunzi hao, wamekuwa wakipitia changamoto kupata mafunzo ya utendaji katika taasisi tofauti licha ya kuwa na hospitali ya rufaa. And so I'm so happy that late last year we gathered again here, not with many students as you are today, to sign the Memorandum of Understanding and several other policy documents that will allow our students to enjoy this facility and contribute to the quality education that we have committed to give to our students. Our access to this facility helps us meet our mission to provide quality education and training and to promote scholarship. The two committees agreed, after meeting teams from both the hospital and Kenyatta University, that the hospital belongs to KU. Thank our CEO for helping us achieve a seamless transition to this place. I can tell you that these students have waited for this moment with bated breath.
Na wakazi wa kijiji cha Ndemi, eneo bunge la Kipipiri, kaunti ya Nyandarua, wanakabiliwa na uhaba wa maji kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, jambo ambalo linatishia afya yao kwa kukosa maji safi na chakula cha kutosha. Wanadai kuwa kila msimu ukame wa wengi wao hulazimika miaka kusafiri mwendo mrefu zaidi kutafuta maji, na baadhi yao hutumia maji ya mabwawa ambayo hutumika na wanyama pia. Kwa sasa wanataka viongozi kuwajibika na kuwahusisha kabla ya kuanzisha miradi yoyote, wakisema kuwa uongozi wa kaunti umekuwa ukizindua miradi ambayo haiwafaidi. Laban Muhinda ana mengi zaidi. Hivi ndivyo hali ilivyo katika kijiji cha Ndemi, eneo bunge la Kipipiri, kaunti ya Nyandarua. Wakazi wakitaabika kutafuta maji safi ya matumizi. Hii ni kufuatia kipindi kirefu cha ukame. Sasa shida yenye iko hapa ni maji. Emily Gitonga na David Maina, wakazi wa eneo hili, wanaeleza kwamba afya ya wengi imedhoofika kutokana na utumizi wa maji machafu, kuenda mwendo mrefu kutafuta maji na pia kukosa chakula cha kutosha. Sisi tunakuanga na shida ya maji sana sana, kukunywa, ng'ombe, na sana sana wakati wa kiangazi tunakuanga na taabu sana. Watu wengi huku ukiwaangalia hata wengine ni washaga sana, hawana meno, kwa sababu tunategemea kukunywa maji ile inatumiwa na puda, ile maji inatumiwa na ubwa. Kwa hivyo hiyo maji ndio tunatumia. Kwa hivyo ningewaomba, niombe mheshimiwa atusaidie sana kutushibuliwa bwawa huru. Wakazi hawa wanasema kuwa uongozi wa serikali ya kaunti umewatelekeza kwa kuanzisha miradi ambayo haiwafaidi kama wenyeji, hivyo kuwaacha wakihangaika. Kama county government ingekuja iulize wenye kinyamsubua, kitu ya kwanza sisi tungemwambia tuchibulie maji ya bwawa, kwa sababu wakati wa kiangazi demu ikikauka, hawa mama kuenda kuchota maji, anaenda tu unapata hiyo siku moja amechota mitungi 2 ama 3. Sasa unashindwa utaenda kibarua Ifuti ulime ama utaenda mtoni ulete mamako maji. Na akizungumza katika hafla ya kuwapa chakula cha msaada, mwakilishi wa kike Nyandarua Faith Gitau aliwasuta baadhi ya viongozi kwa kujihusisha na siasa za ubabe pasi na kutafuta suluhu ya matatizo yanayowakumba wenyeji Ndemi. Mimi niko kwa serikali ndani kwa sababu ninajua zile shida nyinyi mko nazo. Kenya sasa tunaenda Singapore way, from third world to first world, na nataka kuhakikishia ikiwa hii nchi inaenda first world, hata sisi hapa Nyandarua tutainuka. Amewarai wakazi wa Nyandarua kusalia serikalini ili kupata suluhu ya matatizo yao na kuwataka kujiepusha na wanasiasa wasio na ajenda za maendeleo. Nikiripotia TV47 nikiwa eneo la Ndemi, kaunti ya Nyandarua, jina langu Laban Muhinda. Tukidunda viwanjani ni kwamba klabu ya KCB imeandikisha ushindi wa 1 kwa nunge dhidi ya Posta Rangers leo jioni kwenye ligi kuu ya SportPesa. Bao la kipekee la ushindi lilifungwa kunako dakika 23 katika kipindi cha kwanza cha mchezaji Francis Kahiro wa sasa Gor Mahia imo kileleni mwa ligi na alama 30 baada ya mechi 16 mbele ya AFC Leopards. Akaimaliza Kahata 3 touches mpaka kwa lango. Rahisi nikilinganisha hii mechi ya leo na ile ambayo tulicheza na Nairobi United. Leo kidogo imekuwa ngumu. Unakumbuka kuna wale wameumia hawakumaliza mechi. Kuna hali ya kusuasua tulikuwa nayo. So nafikiri imekuwa ni mechi ngumu sana, lakini nashukuru Mungu tumepata point 3. Kila mmoja wetu ambaye anashabikia KCB, hii ilikuwa ni ya kochi wetu mkuu Matano, manake tulifikiria maybe tungemliwaza na ile ushindi ile mechi ya Nairobi United, lakini haikufanyika. Lakini vile tumepata hii ushindi, hii ilikuwa ni yake yeye, manake wajua tena mtu akimpoteza mpendo wake kidogo
hali ikuwe mzuri na kwa kuhuzunika, kusononeka, lakini sasa hii ushindi angalau inaweza kumpatia furaha. Na vile tumecheza, sisi tumecheza vibaya, tumecheza vizuri. Tumetengeneza nafasi zaidi ya 5. But kitu tumekuwa ni makosa na hatujafunga. But at least tunafika mbele ya goal ya opponent. But makosa ile tunafanya ni kufunga, ni kuomba tu wachezaji wetu kwa calmness, tujaribu kuharakisha na chance tunapata tu score. Kwa hiyo jaribu tu kwa kitu scoring chance zetu. Taarifa nyingine ni kwamba timu ya taifa ya soka ya Senegal ilipokelewa kishujaa nyumbani baada ya kutoa ubingwa wa dimba la soka la mataifa ya bara Afrika AFCON. Senegal walitua jijini Dakar ambapo walikuwa wamesubiriwa na mashabiki wao nyumbani pamoja na rais wa taifa hilo. Bila shaka mpenzi mtazamaji, siku zote wanasema kilicho na mwanzo kina mwisho. Kufikia hapo, mimi Elizabeth Mutuku, mwenzangu kwenye meza ya lugha ishara Catherine Semaloe, tunabudi kukamilisha. Kumbuka siku hii ya leo tulistahili kuwepo na ye Frederick Okango kuangazia mengi kuhusiana na misukosuko ndani ya chama cha ODM, lakini anasema kwa sababu moja au nyingine hangeweza kufika. Samahani kwa hilo, lakini kabla sijaondoka, arafa zako ni muhimu zaidi. Mwingine anasema niko Mukuru kwa Njenga, natumai kwamba serikali itatuonea hata angalau watatuhurumia na kuhakikisha kwamba wanajua ni wapi ambapo tutafanyia biashara. Jedida Mwende anasema Meru tunawapenda zaidi. Mwingine anasema Catherine, mimi niko na my cousin hana hata uniform pekee, kesho ndio mwisho na waomba wahisani. Matumaini yangu kwamba atapata hilo. Kwa heri kwa sasa.